Tunaona huko umuhimu wa kuwapa taarifa ya hali ya jiji la Dar es Salaam. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea na utaratibu wa kutoa elimu. Elimu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kuzuia vitendo vya kihalifu. Kwa hiyo tunaendelea na utaratibu wa kutoa elimu kuhusiana na masuala ya usalama katika mitaa, kata, tarafa pamoja na wilaya. Lakini mkazi mkubwa tunaoweka ni jinsi ya kuzuia vitendo vya kihalifu, hasa hivi vitendo vya kijinai na vile vinavyohusiana na makosa ya usalama barabarani. Kwa ujumla hali ikoje? Kwa ujumla hali ya jiji la Dar es Salaam iko shwari. Ukiziangalia takwimu kwenye makosa ya kijinai, lakini takwimu kwenye makosa ya usalama barabarani, ukilinganisha na miezi ya nyuma, tunapata jibu la kwamba kwa ujumla jiji hili lenye shughuli mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na masuala ya kiutamaduni ambayo ni ya kijamii, hali ya jiji la Dar es Salaam liko shwari. Hata hivyo, hivi karibuni kuna baadhi ya matukio yameibuka, matukio ambayo yamesababisha watuhumiwa 11 kukamatwa. Watuhumiwa hawa wamejihusisha na wizi, uharibifu na hujuma dhidi ya miundombinu ya mawasiliano ya shirika la mawasiliano hili linaloitwa TTCL. Kwa kuna wizi, kuna uharibifu wa miundombinu ile, kuna hujuma kwenye ile miundombinu. Kwa hiyo Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na kitengo cha usalama cha TTCL wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 11 ambao wanapanga, wanaharibu hii miundombinu, wanaiba miundombinu hii, wanasafirisha na kwenda kufanya biashara, hasa wakilenga kuchukua ile miundombinu ambayo ina shaba ndani yake, na hivyo kuweza kuathiri taasisi mbalimbali za serikali na zile ambazo sio za serikali ambazo zinatumia miundombinu hii, na hasa katika mawasiliano. Mawasiliano ni uchumi, mawasiliano ni siasa. Mawasiliano inaingia katika vipengele vingi mbalimbali. Kwa hiyo kuna hujuma hii ambayo imesababisha polisi kwa kushirikiana na hao wenzetu tuweze kufuatilia na kufanya kazi ya ziada ya mchana na usiku ili kuona kwamba tatizo hili linashughulikiwa kikamilifu. Kazi hii ya kufuatilia tumeifanya kuanzia mwezi Juni, Julai na Agosti, tukishirikisha kamisheni zetu zote: kamisheni ya intelijensia, kamisheni ya CID, kamisheni ya polisi jamii, kamisheni ya operation, kamisheni ya forensic. Ndio maana tumechambua na kuona ni watu gani wanahusika na mambo haya, watu gani wakamatwe na watu gani wanaweza kuwa kwenye mfumo wa kisheria baada ya kuwakamata, kuona hatua zinachukuliwa. Kwa hiyo hujuma hizi zinahusisha zaidi hizi nyaya za kopa ambazo ndio zaidi zinatumika kwenye mawasiliano ya TTCL.
Kwa hiyo watuhumiwa walikuwa wanatumia wakati mwingine vifaa kufanyia hujuma hizi kama masururu, wanachimba. Wengine wanajifanya kama wafanyakazi wa shirika hilo, wanavaa kofia ngumu, wanavaa reflector, wanavaa buti, wanachukua gloves. Kwa hiyo unaweza kadhani kuna watu wanatengeneza, kumbe ndio miundombinu inahujumiwa na kuharibiwa. Wengine wanakuwa na misumeno, wanakata. Lakini yote haya ni hujuma. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linalaani hujuma hizi. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linalaani hujuma hizi na linatoa onyo kali na haliwezi kuvumilia mtu yoyote au kundi lolote atakayeshiriki kwenye hujuma hizi kwa kupanga, kuiba, kusafirisha au kupokea kama bidhaa ya biashara ya miundombinu hii ya TTCL. Polisi Dar es Salaam inaendelea kuwashukuru wananchi ambao wamekuwa wakitoa ushirikiano kwenye maeneo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kihalifu, kwenye makosa ya kijinai, lakini pia makosa yanayohusiana na uvunjifu wa sheria za usalama barabarani. Jeshi linawaahidi kwamba wanaotoa taarifa wote, taarifa zao zitalindwa, itakuwa ni siri, na tunawaomba waendelee kutoa taarifa za kweli ili shughuli za kiutekelezaji wa sheria ziweze kuwa katika mfumo wa haki kuliko taarifa zenye visasi au taarifa za uongo zenye malengo tofauti na kuzuia vitendo vya kihalifu. Namalizia kwa kusema hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari kwa sehemu kubwa, na shughuli za kiuchumi, lakini zile za kisiasa na kijamii zinaendelea vizuri. Asanteni sana.